الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال أيضا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. وقال أيضا: إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعانا. Mashekhe mbalimbali mlio hapa, maimamu wa misikiti, waalimu wa madaris, wanafunzi wa halumma jarra, bila shaka tumekusanyika hapa kwa ajili ya Mtume Muhammad. Tumetoa nafasi zetu nzuri, tumetoa muda wetu mzuri, na kuna watu wametoa mpaka vitu vyao kwa ajili ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niwape bishara tu nzuri kwamba hayo yote mlioyafanya, wote walioandaa shughuli hii kwa ajili ya kumsifu na kumtukuza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kutoa wakati wake mtu akaja hapa, hivyo vyote havikupotea bure, kwa sababu hivyo vyote umeyafanya kwa ajili ya mapenzi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume Muhammad mwenyewe kama ambavyo alivyomuelezea Mwenyezi Mungu, akamwambia: wewe Muhammad, fabima rahmatin min Allah linta lahum, kwa sababu ya rehema itokanayo na Mwenyezi Mungu, wewe umekuwa mtu laini kwa wao, mtu mwepesi. Walau kunta fadhan ghalidha alqalb, lau ungelikuwa wewe Muhammad ni mtu mwenye tabia mbaya, ungekuwa ni mwenye moyo mgumu, msusuavu wa moyo, lamfadhu min haulik, watu wangetawanyika wakakuacha, wala usingekuwa na mtu hata mmoja. Mwenyezi Mungu amemsifu hapo Bwana Mtume, akamwambia: mimi nimekutuma wewe hali ya kuwa ni rahmatan lil alamin. Wewe Mtume Muhammad ni rehma kwa walimwengu wote. Tukisema walimwengu, basi ni ummatu dawa na ummatu lijaba, wote, wawe ni Waislamu, wawe ni makafiri, wote ni ummati Muhammad. Tofauti ni kwamba kuna ummatu dawa wa ummatu lijaba. Ummatu lijaba ni sisi ambao tumemkubali, tumemwamini, tumemfuata Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ummatu dawa ni wale ambao bado tuko katika kuwalingania ili wamfuate Mtume Muhammad, kwa sababu wote hao ni ummati Muhammad, na wote hao wananufaika, kwa sababu mwenyewe amesema: innama rahmatun muhdat, mimi ni rehema ambayo imetolewa bure kabisa, hakuna gharama yoyote. Watu wananufaika na Mtume Muhammad hata wasiokuwa Waislamu. Innama ana rahmatun muhdat,
Na mimi vile vile asema mimi nimetumwa, innama bu'ithtu mualliman liutammima makarim al-akhlaq, ili nije nifundishe tabia njema. Waliomfahamu mtume amesema, msemaji mmoja anasema, Muhammadun kamarun tajalla bursala nuran yafidhu ala al-anami amima arsa da'aim adlihi bish-sharia فأقام نهجا محكما وكويما لم تشهد الدنيا حليما مثله كلا ولا علمت سواه عظيما يا من تبعتم دينه وكتابه صلوا عليه وسلموا تسليما. Asema Muhammadi ni mwezi, Muhammadi ni mwezi, amedhihiri hali ya kuwa ni mtume. wa nuran yafidhu ala al-anami, na hali ya kuwa ni nuru ambayo nuru hii inawamiminikia watu kwa kuwaenea kabisa. Arsa da'aim adlihi bish-sharia, asema imesoza, imegotesha ile misingi ya uadilifu yake kwa sharia. Faakama dinan muhkaman, faakama nahjan muhkaman wa kawima, akasimamisha njia iliyokuwa madhubuti, iliyonyooka. Lam tashhadi dunya haliman mithla, ulimwengu haujashuhudia mtu mpole mfano wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na si hivyo tuwasema kalla wala alimat siwahu adhima, wala haujamjua ulimwengu asiyekuwa Mtume Muhammad kuwa ni mtukufu. Ulimwengu unamjua kwamba Mtume Muhammad peke yake ndiye mtukufu. Ya man taba'tum dinahu wa kitaba, nyinyi ambao mmeifuata dini ya Mtume Muhammad, nyinyi ambao mnakifuata kitabu cha Mtume Muhammad, sallu alayhi wa sallimu, msiache kumswalia Mtume. Wanasema nyingi katika balaa katika dunia zinazotokea ni watu wameacha kumswalia Mtume, na kama wanamswalia Mtume hawamswalii Mtume kwa haki ile ya kumswalia Mtume. Wewe unatakiwa utenge fursa hasa, utenge muda hasa, kwamba muda huu mimi namswalia Mtume. Katika nafasi zako zilizokuwa nzuri, basi wewe panga muda kwamba muda huu mimi namswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa manufaa yako, kwa manufaa yako, kwa manufaa ya familia yako, kwa manufaa ya kizazi chako. Ndio waliotuwekea hafla za namna hii, waliangalia mbali sana. Ni watu walimsoma Mtume, wakamjua vizuri Mtume, wakaamua kutuwekea ihtifalati hizi za kimaulidi
tuweze kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibn al-Jawzi asema wa min khawasi, katika khawasi nyingi tu za maulidi, lakini katika khawasi zake asema amani fi dhalika al-am, ni kupata amani katika mwaka huo. Watu wanapomswalia Mtume katika mwaka huo, basi washuhudie amani katika mwaka huo. Walillahi alhamdu, katika miji yetu hii, katika nchi zetu hizi tunamswalia sana Mtume, na ndio hii amani tunayoiona. Hii amani, hakuna mtu alileta amani, hakuna mtu kwamba huyo ndo kaleta amani katika nchi hii. Aliyeleta amani katika nchi hii ni Mtume Muhammad, kwa sababu tangu wazee wetu walikuwa wakimswalia sana Mtume, wakaturithisha hayo mambo, na ndio maana tunaendelea nayo mpaka hivi leo. Ndiyo amani tunayoiona. Tukiacha kumswalia Mtume, tukiacha kumswalia Mtume kwa wingi wetu wa namna hii, kwa ihtifali zetu namna hii, basi tushuhudie majanga, tushuhudie mabalaa. Lakini yote Mtume anasema in kuntum tuhibbuna Allah, kama nyinyi mnampenda Mwenyezi Mungu, basi nifuateni mimi. La yumin ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima jitu, hawezi akawa muumini wa kweli mmoja wenu mpaka yawe yale anayoyapenda yawe yamewafikiana na kukubaliana na yale ambayo nimekuja nayo mimi. Ukiwa hivyo sasa, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wewe ndiyo muumini wa kweli. Amesema nini Mtume? Amekataza nini Mtume? Unaacha. Ameamrisha nini Mtume? Unatekeleza. Basi wewe ndio muumini wa kweli kabisa. Katika manufaa ya kumfurahikia Mtume, la khilaf, Abu Lahabi la khilaf kwamba ni mtu wa motoni, si ndio Sheikh Abdurrahman? La khilaf kwamba Mtume Muhammad na Abu Lahabi, kwa sababu imekuja aya nzima ikishuhudiza kwamba huyu enda chomwa na Mungu. Al-Hafidh Al-Jasri anasema alipokufa Abu Lahabi, alafu mabwana wakubwa wakamuota kwenye ndoto, wakamuuliza ma halu, haya una hali gani babu? Qala fi nar, asamini kwa motoni, mimi nachomwa. Illa annahu yukhaffafu anni kulla layla ithnain, isipokuwa mimi napunguziwa adhabu kidogo kila ikifika Jumatatu. Li'itaki Thuwaiba hinama basharatni biwiladati nabii sallallahu alaihi wasallam, na hii ni kwa sababu ni pale nilipofurahi nilipoletewa habari kwamba ndugu yangu amezaa mtoto wa kiume Muhammad. Furaha yake yule mjakazi aliyemletea habari akamwambia, wewe uko huru. Akafurahi, akacheza. Asema hilo ndio linalonipa nafuu kila Jumatatu, basi mimi napunguziwa adhabu.
kwa sababu nilifurahi kumfurahikia mtoto wa ndugu yangu Muhammad. Ndipo aliposema yule bwana, asema in kana hadha kafiran jaa dhammuhu bitab shida. Masha Allah, ata annahu yukhaffaf anhu lisururi bi Ahmada, fama dhannu bil abdi alladhi kana umruhu bi Ahmad masruran wa mata muwahhida. Kama kafiri huyu amenufaika kwa namna hii, kafiri huyu amenufaika kwa mtume kwa namna hii, sikwambii vipi huyu ambaye ni Muislamu akamfurahikia mtume, akatoa vitu vyake, akatoa mali zake, akatoa nafasi zake nzuri nzuri, hali yake itakuwaje? Wewe ambaye saizi uko hapa, sio kama huna shughuli ya kufanya, unayo shughuli ya kufanya, lakini umekuja kwa ajili ya kumfurahikia mtume sallallahu alaihi wasallam. Sikwambii Shekhe Matimbwa ambaye yeye ndio alikuwa sababu ya kutukusanya sisi hapa tukaja hapa, atalipwa namna gani mtu huyo? Kama si yeye saizi ungelikuwa uko wapi? Pengine umeghafilika, saa 5 hii unalala wakoroma tu, lakini huko katika kiamul laili. Hii ni kiamul laili, tunamswalia mtume, tuko katika kiamu laili. Kiamu laili ni ibada yoyote ile ambayo unaifanya usiku, kama unamswalia mtume, unamsabihi, unasoma Qur'ani, sijui unasali, hiyo ni kiamu laili. Niwausie ndugu zangu, niwausie. Mungu asema wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba hawa wa kana amruhu furuta. Msije mkawafuata wale ambao, msiwatii kabisa wale ambao tumewaghafilisha na dhikri yetu, kumtaja kwetu Mungu. Msije mkawatii hao. Anayekwambia huo bwana ni uzushi, msiwatii watu hao, utakuja juta, utakuja. Wama ala rasul ila albalagh. Sheikh anambia muda umefika mwisho, lakini alikuwa tayari nimeshasahau, nilikuwa nenda tu madadi. Mashaallah. Basi Mwenyezi Mungu atuwafikishe tuweze kuwa si wenye kughafilika katika kumtaja mtume na kumsifu mtume sallallahu alaihi wasallam, inshallah. Sheikh Ramadhan Kizinja ni mudiru wa Shamsul Adab pale Kigogo.